Huyu baba ana kofia mbili, makofi na vigelegele kwake. Baba wa kiroho kama paroko. Baba karibu sana. Na tunakushukuru kwa kutufafanulia mambo ya 99 na moja. Kuna ugumu kidogo kuelewa 99 na moja. Mtatusamehe, ni betri za Tiger zina matatizo kidogo. Kristo. Padre safi. Safi. Amependeza hajapendeza? Amependeza. Asante. Mimi naitwa Padre Edwin Ilianga. Ni paroko wa parokia hii ya Mofu, kwa hiyo ni mwenyeji wenu. Alafu pia kama alivyosema MC, lakini cha tatu ambacho wengi pengine hamkifahamu, mimi ni mlezi wa shirika la Moyo Mtakatifu wa Yesu jimbo la Ifakara. Makofi kwake. Kwa hiyo inapokuja swala la Moyo Mtakatifu wa Yesu inakuwa na upendo wa ajabu na hicho kitu. Mungu mwema, na mimi pia Tiger tusaidie. Kristo. Baba huyu kidogo ni mpole na sauti yake kidogo. Sasa ukijumlisha na Tiger. Kristo. Basi mimi napenda kuwashukuru kwa nafasi hii. Kwanza kabisa ninyi nyote ambao mmetoka mbali kuja hapa, tunawaambia tena karibuni sana, karibuni sana. Na ninyi ambao mmetokea hapa, wenyeji tulioshirikiana kuandaa shughuli hizi zote kuanzia parokiani mpaka hapa nyumbani, nawashukuru sana, asanteni sana. Napenda nichukue nafasi hii pia kuwashukuru mapadre, watawa wa seminari kama kundi moja, pamoja na walimu. Tiger. Pamoja na walimu na wote ambao tumesaidiana kwa vipaji vyetu kuandaa sherehe hiyo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Na pale mlipotoa basi Mungu awajazie zaidi na zaidi. Naomba pia kuwashukuru wageni katika makundi maalum, kwa namna ya pekee wanakwaya ambao mmetoka mbali, nanyi mliotusaidia kuendesha ibada yetu leo. Tunawashukuru sana kwa sauti nzuri na kwa vipaji vyenu vya kuimba. Mungu awabariki sana. Wanakwaya wangu wapo, ni kwaya shirikishi mliowasikia wanaimba jana. Wakati tulipopata barua kutoka kwenu, niliwauliza mnawaalika, kwa sababu hapa ni nyumbani kwenu. Wakasema wageni ni baraka, tunaomba waruhusu waje. Kwa hiyo mnawakuta wamekaa pembeni, hawa ndio wenyeji wenu, hawa ndio walitoa kibali ninyi mfike hapa. Kwa hiyo ninaomba sana, baada ya hapa ushirikiano wenu uongezeke, ukue, mjue kabisa mna wenyeji wenu hapa. Kipindi chochote mnaweza mkaja, mtawasiliana tu na viongozi wao, waalikeni pia kwenu waje. Napenda kuwashukuru Utoto Mtakatifu na vyama vyote vya kitume ambao nao kwa namna moja au nyingine wameipamba sherehe yetu kuanzia jana mpaka leo. Mungu awabariki sana, muendelee kukua hivyo hivyo kwa kima na hekima, mkimpendeza Mungu na jirani. Kuna kundi la watu, kundi la pekee kidogo, hawa ni wanandoa. Labda niwaambie siri.
hii ndoa ilikuwa inamwangukia padre mpya. Hawa watu wote walijiandaa kwa ajili ya kufunga ndoa, kufungishwa pamoja na padre mpya. Lakini jana baba askofu aliweka wazi baadhi ya mambo ambapo busara imetutuma padre mpya asubiri kwanza. Lakini hawa wanandoa wameomba ndoa zao zifungwe hivyo hivyo, lakini padre mpya atakapopata mambo yake yamekamilika, zitatokea ndoa zingine ambazo yeye atazisimamia kama mwakilishi wa kanisa. Ninawapongeza kwa sababu leo wamepiga hatua moja zaidi. Mimi leo nilikuwa nategemea ndoa moja, lakini waliofanya mafundisho ya ndoa zilikuwa ndoa 6. Mmoja ni kutoka Kigamboni. Hawa wengine 5 wamekuja. Kwa hiyo kama wanandoa wapo, padre yupo, kinachokosekana ni ndoa. Kwa hiyo ni vema ikafungwa ndoa hii kwa faida ya waamini. Ninawapongeza sana kwa ujasiri wenu. Mungu awabariki. Muendelee mkaishi maisha mema ya ndoa. Asanteni sana. Mwishoni kabisa, napenda kuwashukuru wenyeji wetu wa hapa. Hii ni familia ya Ngwira pamoja na familia zote wanazoshirikiana. Huu ni ukoo, hapa ni nyumbani, kuna shina hapa. Maandalizi yalikuwa mazuri, ushirikiano ulikuwa mzuri. Angalia wote tumekaa kivurini. Na tunawashukuru ninyi nyote pamoja na wageni wenu mliotualikia waliokuja hapa. Muendeleze ushirikiano huo. Matukio kama haya yazidi kutuunganisha, yazidi kupunguza tofauti tunazokuwa nazo. Tuzidi kushirikiana, basi mambo mengine yaende. Mungu awabariki sana. Mwishoni ni washukuru ninyi nyote kwa ujumla wenu kwa kuja kumsindikiza baba yetu anapoadhimisha misa yake ya kwanza. Asanteni sana. Tuendelee kumwombea baba yetu pamoja na pacha wake ili utume wao uzidi kutukuka, nasi tuzidi kufaidika na huduma hii ambayo Mungu amewajalia. Tumsifu Yesu Kristo.